Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi kwa mwaka wa 2025. Leo ni Disemba 1 mwaka wa 2025. Katika mwezi uliopita, mwezi wa Novemba, tumekuwa na mada nzuri inayosema mwinue Yesu juu kama mwombezi na hakimu wetu asiyekosea. Leo tutaenda kujifunza mada nzuri sana, lakini kwa ujumla mwezi huu tutakuwa na mada kuu isemayo mwinue Yesu juu kama mfalme ajaye. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Ninakushukuru kwa sababu ya wema wako na ulinzi wako katika maisha yetu. Asante kwa sababu ya ndugu zetu, jamaa zetu na marafiki zetu. Ninalitukuza jina lako kwa namna ambavyo umekuwa pamoja nasi kila wakati. Enda nasi siku ya leo tunapojifunza mada hii. Tunapoanza mwezi huu, tembea na kila mmoja wetu kitufundisha kuyatenda mapenzi yako. Ninakushukuru kwa sababu wewe ni mwema. Ninakushukuru kwa maana fadhili zako ni za milele. Neema yako yatosha. Tembea nasi katika jina la Yesu. Amina. Mada ya leo inasema mfalme anakuja. Imejengeka katika kitabu cha Luka mtakatifu sura ile 21 aya ya 28. Neno la Mungu linasema, basi mambo hayo yaanzapo kutokea changamkeni, mkaviinue vichwa vyenu kwa kuwa ukombozi wenu umekaribia. Kristo alikuwa amewataka watu wake kuzifuatilia ishara za ujio wake na kufurahia kuona viashiria vya ujio wa mfalme wao. Basi mambo hayo yaanzapo kutokea, alisema, changamkeni, mkaviinue vichwa vyenu kwa kuwa ukombozi wenu umekaribia. Aliwaonesha wafuasi wake miti iliyokuwa ikichipuka wakati wa majira ya kuchipua na kusema, wakati iishapo kuchipuka, mwaona na kutambua wenyewe ya kwamba majira ya mavuno yamekwisha kuwa karibu. Nanyi kadhalika, muonapo mambo hayo yanaanza kutokea, tambueni ya kwamba ufalme wa Mungu u karibu. Luka mtakatifu sura 21 aya ya 28, 30 na 31. Lakini kwa kuwa roho ya unyenyekevu na kicho ilikuwa imetoweka kanisani, na badala yake kanisa likaingiwa na kiburi na ibada ya desturi, upendo wa Kristo na imani kwa ujio wake vilikuwa vimepoa. Kwa sababu ya kuipenda dunia na anasa zake, watu waliodai kuwa wa Mungu walipofushwa hata wakashindwa kukumbuka mafundisho ya Yesu kuhusu ishara za ujio wake. Fundisho la ujio wa pili lilipuuzwa. Maandiko juu yake yalitiwa giza na tafsiri potovu, hadi kwa sehemu kubwa likapuuzwa na kusahauliwa. Hasa katika makanisa ya Amerika. Uhuru na starehe ambayo matabaka yote ya jamii yalikuwa nayo, tamaa kubwa ya mali na starehe, kuzama katika matumizi ya muda mwingi kutafuta fedha, shauku ya kupata umaarufu na madaraka kwa haraka, vilivyoonekana kuwezekana kwa watu wote, viliwafanya watu kuelekeza matakwa na matumaini yao kwa vitu vya maisha haya na kuweka mbali katika wakati ujao, siku ile kuu, wakati utaratibu wa mambo uliopo sasa utakapotoweka. Mwokozi alipowaelekeza wafuasi wake katika ishara za kurudi kwake, alitabiri juu ya hali ya kurudi nyuma kiroho itakavyokuwepo muda mfupi kabla ya ujio wake wa pili. Kutakuwepo, kama ilivyokuwa katika siku za Nuhu, shughuli na pilikapilika za mambo ya kidunia na utafutaji wa anasa, kununua,
kuuza, kupanda, kujenga, kuoa na kuolewa, pamoja na kumsahau Mungu na kusahau kuhusu maisha yajayo. Kwa watu wanaoishi katika nyakati hizi, maelekezo ya Kristo ni basi, jiangalieni mioyo yenu isije ikalemewa na ulafi na ulevi na masumbufu ya maisha haya. Siku ile ikawajia ghafla kama mtego unasavyo. Basi kesheni ninyi kila wakati mkiomba, ili mpate kuokoka katika haya yote yatakayotokea na kusimama mbele za Mwana wa Adamu. Luka Mtakatifu sura 21:34 na 36. Pambano Kuu, ukurasa wa 256 na ukurasa wa 255. Tunapaswa kuishindania kwa bidii imani waliokabidhiwa mara moja watakatifu. Sasa tunapaswa kuungana na kuandaa njia kwa ajili ya mfalme wetu ajaye. Na tuzidi katika maarifa ya ile kweli na kumpa heshima na utukufu kwake, ambaye yeye na Baba ni wamoja. Hebu tutafute kwa bidii kupakwa mafuta ya kimbingu. Roho Mtakatifu. Medical Ministry, ukurasa wa 22. Mpendwa wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya Kesha la Asubuhi, leo ni Disemba 1 mwaka wa 2025. Siku ya leo tumejifunza mada inayosema mfalme anakuja. Na kwa nukta hiyo ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya somo hili siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina. Salama katika mwamba imara, moyo katika mawimbi na shinda. Katika huzuni kwako nitashinda. Mwamba imara, tajificha kwako. Ndani yako, mwamba imara, tajificha kwako. Wimbi la mawio saya upweke, majaribu yanaponi andama. Nikiambaisha pasi utulivu. Mwamba imara, tajificha kwako. Ndani yako, mwamba imara, tajificha kwako. Ndani yako, mwamba imara, tajificha kwako. Kila mara mwovu akinitisha, mafichoni hofu yote hutoweka. Changamoto zikivuma na kutisha, Mwamba imara, tajificha kwako. Ndani yako, mwamba imara, tajificha kwako. Ndani yako, mwamba imara, tajificha kwako. Ndani
yako, mwamba imara, tajificha kwako. Ndani yako, ndani yako, mwamba imara, tajificha kwako. Kwako tu Yesu